Lakini awali tulizungumza kuhusiana na uaminifu, kuaminika. Ukishapoteza imani kwa yule ambaye unamtumikia, pengine inaweza ikapoteza imani. Ndio maana unajua, ndio maana baada ya 12 days war Iran walisema tumekata uhusiano na IAEA. Kwa nini? Wakati na shirika ambalo liko kwa kisheria na ni shirika ambalo sio la Marekani na shirika ambalo linahudumia Umoja wa Mataifa. Kwa nini wakati walikata? Kwa kile walichosema kuwa lilikuwa likitumika dhidi yetu. Walifuta kamera zao zote zikaondolewa, wakazuia wakaguzi, hawakuwahi kuingia. Ndio maana toka vita ya mwaka jana ile ya 12 days war mpaka leo haijulikani tathmini na uharibifu uliofanyika kwenye vinu. Ndio hicho wanachokitafuta, kuwa tuingie tukajue. Kwanza hawajui urani iliyorutubishwa ile ya 440 kg imehifadhiwa wapi. Sasa wanataka kujua uharibifu uliofanyika, kwa sababu hawapati taarifa, kwa sababu Irani walizima kamera zao, wakazuia wakaguzi wote wa IAEA hawaingii kwenye hilo eneo. Sasa hii taarifa nimeiona kwenye vyombo vya habari, lakini nikajaribu kuifuatilia upande wa pili wa Irani, japo kwa kwenye vyombo vya habari wanasema kuwa si taarifa rasmi ambayo haijachapishwa. Yani ni taarifa ya awali ila bado haijawa rasmi. Lakini nimejaribu kuingia kwenye vyanzo vya Irani ili nione kuwa kuna ukweli wa hii taarifa, kuwa Irani hivi sasa wamekubali kukaguliwa na IAEA. Maana yake itakuwa ni kujisalimisha. Wakikataa kama hivyo, siku zote wamekataa. Hawataki. Manake IAEA hawezi kuingia. Hawezi kuingia wala hawezi kujua nini kinachoendelea. Kipi ambacho kinaweza kutokea baada ya hapo? Hamna jipya, kwa sababu tishio kuwa usipokaguliwa tutakushambulia, hamna kipya ndani ya Iran. Iran imeshashambuliwa na wameshajibu. Kwa hiyo unajua, alisema Abbas Araghchi kuwa kuna matatizo ambao watu wanapaswa kuyajadili, lakini anasema hakuna nguvu yoyote ya kijeshi inaweza ikatatua haya matatizo. Mimi nakubaliana naye kwa hilo. Nimewahi kukwambia hapa kuwa unaona ile Hormuz ilivyofungwa na Irani. Acha kufunga Irani, angeifunga Oman ambao unaweza kusema kuwa ni nchi ya kawaida, bado ingeleta matatizo. Sisemi Irani ambaye alijipanga kwa muda mrefu kusema kuwa nitaifunga, na akatumia muda mrefu wakati wenzake wanafikiria upande wa pili, anafikiria sehemu nyingine. Nitaifunga Hormuz. Hata nchi zote duniani ziungane, Hormuz haiwezi ikafunguliwa wala yani inaweza ikafunguka, lakini hakuna meli itapita. Kwa hiyo namna pekee ya kuifungua ni kukaa kwenye meza na kuzungumza na kukubaliana, ambapo linawezekana hilo. Yes, inawezekana double standards zikiondoka, kwa sababu iko wazi kuwa, kwa sababu wamejaribu mara kadhaa kukaa chini kufanya mazungumzo, lakini majaribio yanagonga mwamba. Hakuna uaminifu wa pande zote kuwa tunazungumza nini. Yani mimi wewe unanipa ujengwe kwanza uaminifu. Yes, ndio kinachotafutwa, uaminifu, na uwe uaminifu wa kweli na uwe katika dhamana. Kwa sababu shida kuwa kuna double standard. Tumezungumza mimi na wewe hapa, IAEA, NPT na wengine huku. Nyuma ya IAEA na taarifa ya Marekani ambayo inashutumiwa kwa Irani, nyuma yake kuna Israel na Marekani ambao wanashutumu lazima ukaguliwe. Kwa nini hawa hawageuki wakamwambia Israel, na wewe tunakukagua, wewe unazo nuclear? Kwa nini Israel hana mkataba wa NPT? Kwa nini hajasaini IAEA? Halafu yeye yuko nyuma ya Marekani, anampushi Marekani tumkague Irani. Kwa nini dunia haigeuki ikasema kumwambia na wewe tukukague? Kwa nini wewe unajitengenezea tu? Lakini no, eti yeye ana uhalali ambaye hana ukaguzi, ila huyu ambaye ni mwanachama amesaini, ameruhusu njoni mnikague, ameruhusu kila kitu. Una shida wewe. Sasa no, dunia ikiwa na double standard haiwezi kakaa kwenye njia yake. Sasa Rabi, turejee tena Marekani. Hasa utawala wa Donald Trump umeendelea kukutana na pingamizi ama kukosa uungwaji mkono na kwa Marekani pia wenyewe, kwa sababu kwenye kamati ya mahusiano ya kigeni Baraza la Wawakilishi, Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje, alikutana na maswali magumu. Miongoni mwa swali ni kutoka kwa Ted Lieu wa Democratic, akiuliza kuhusiana kama aliwahi kumshuhudia Donald Trump akiwa amelala. Hoja ikawa ni kwamba anaonekana anafanya kazi muda mwingi, ndicho ambacho alikijibu Marco Rubio, lakini akikiri wazi kwamba hakuwahi kumshuhudia akiwa amelala. Akapewa video pale yake akihutubia Trump amelala. Baadaye akasema kwamba hoja zisizo aliziona kama hoja zisizo na msingi. Akarudi na jawabu kwamba amesafiri naye sana na hakumshuhudia akiwa amelala. Anasema ni mtu ambaye anafanya kazi muda mwingi sana. Ikiwa hoja za Rubio ni halisi, maanake tunaishi na binadamu ambaye sio binadamu. Sifa ya binadamu ni kulala, ni kawaida. Yani unasema ukalala. Nadhani hoja kubwa ilikuwa pale, unalala kwenye public. Ndio hoja kubwa ilikuwa kuwa kusema, lakini kwa kiongozi unapokuwa mbele ya kamera ni sehemu ya public. Ndio nachokusudia kuwa nadhani hoja ni hiyo. Kwa nini ulilala pale? Lakini unapozungumza kama Rubio anachozungumza, anasema kuwa Trump ananipigia simu saa 10 usiku, ananipigia saa 10. Mimi mwenyewe naweza nikastuka muda wote nikampigia mtu yoyote. Sio hoja kuwa sikulala, nilikuwa nimelala.
unahitaji dakika 40, unataka ulale kawaida. Kwa hiyo hoja ya Trump kusinzia ni ya kawaida, ni ya kibinadamu. Kwa hiyo hawezi kusema kuwa hawezi kusinzia, atasinzia. Lakini hoja aliyokuwa anatengeneza Marco Rubio ni kuifanya kama Trump ni special, yaani ni mtu ambaye yuko tofauti na binadamu, kuwa yeye muda wote anafanya kazi na muda wote hawezi kulala. Na hata alipopewa ile hoja ya kwanza kuwa analala, alisema sikuwahi kushuhudia kumwona amelala. Akaambiwa tunakuonyesha na wewe ukiwepo. Yeye Marco Rubio anazungumza, Donald Trump kasinzia pembeni. Anasema mara kadhaa wakiwa hata kwenye safari za ndege muda mwingi anamshuhudia ikiwa anafanya kazi, wakati mwingine wengine wakiwa wamelala. Sasa hapo zinaibuka hoja mbalimbali, ikiwemo kwamba inawezekana Donald Trump anafanya kazi kwa muda mwingi zaidi kuipambania Marekani kama alivyoifanya Marekani, kama hoja yake kipaumbele kwamba Marekani kwanza, kwamba hiyo ni hoja ya kwanza, kwamba ni mzalendo. Lakini hoja ya pili, wengine wanasema pengine ni hofu ya kwamba anakosa usingizi kuhusiana na ule upinzani ambao anaupata. Naenda kwenye nini, si wamempigia kura? Ndio. Ya kuwa wamemzuia, wamemfunga governor asiende kwenye vita. Ndio. Jana amewashutumu na baadhi ya wale wabunge wanne waliopiga, unajua, kutoka kwenye chama chake, wamempigia kura kuwa ni mara ya kwanza, yani wanamtikisa. Ikiwa Senate watakwenda kupitisha itakuwa sheria. Kuna mgongano wa kisheria uko kwenye haya maamuzi yaliyopikiwa. Sheria na katiba ya Marekani inamruhusu rais kuingia kwenye mgogoro anaojisikia anataka kuingia, yani anaona kwa ajili ya maslahi ya nchi, kwa siku 60 kama unaweza ukaanzisha, lakini baada ya siku ya 60 utahitaji idhini ya bunge kuendelea na mgogoro. Sasa mgogoro wa Irani na Marekani ambao Trump aliuita Epic Fury, yeye ulisimama kati ya siku ya 39 kwenda 40, ukasimama. Akasema nilibaki na siku 20 zangu. Kisheria wanamwambia ni mgogoro mmoja baba, haujasimama wala haujatatuliwa. Kwa hiyo sisi tunahesabu leo tuko siku ya 98. Wanamwambia ni mgogoro mmoja. Kwa hiyo hivi sasa wanachomwambia kuwa sheria haikuruhusu kuanzisha chochote, urudi tukupe idhini, kama tutaidhinisha twende. Sasa maswali ni kuwa, unajua, baada ya uchaguzi uliomalizika, ukiondoa ule uchaguzi uliomalizika kina Joe Biden na wenzake kina Kamala, Trump alishinda chamber zote Republican. Yani Republican wanashikilia Congress, wanashikilia Senate. Sasa ajabu imekuwa na mabadiliko makubwa kuwa Congress ambayo wanaishikilia ndio imepiga kura dhidi ya Trump. Hiyo ndio maswali. Yani watu wake kwenye chama chake ndio wamemfunga hizo kamba. Sasa wasiwasi ni kuwa ikienda kwenye Senate ikapitishwa, inakuwa ni sheria, wanamlazimisha rudi. Yeye jana katoa kauli akasema wote waliopiga kura sio wazalendo, kwa sababu wanatuvunja moyo na wamempa nguvu adui katika kipindi ambacho mimi niko dakika za mwisho. Adui anataka kusalimu amri. Irani tuko naye kwenye mazungumzo mazuri kabisa, halafu wao wanapiga kura ya kunishutumu mimi, manake wamempa nguvu adui. Sijui kuna mazungumzo gani, lakini mimi nimekwambia hakuna mazungumzo kati ya Marekani na Irani yanayofanyika. Kinachojengwa hivi sasa ni uaminifu. Yani usidanganywe tunazungumza nyuklia, tunazungumza makombora, hamna. Kwa hiyo Rabi, wakati nikikuruhusu ukiondoka, kwa hiyo hoja ya mfano ya juzi ya Liu, huyu mbunge wa Democratic, kuhusiana na kumuuliza Donald Trump kupumzika, na ikaonekana kama anafanya kazi muda mwingi, na hoja ile ya kwamba anahitaji Ulaya na wenyewe waingie kwenye mapigano haya, kwenye mzozo huu wa Hormuz. Ni Marekani anaenda kutafuta upande mwingine wa nguvu ama sehemu ya kuitupia hiyo vita, wakati akijua tayari anaenda kukosa uungwaji mkono Donald Trump. Ulaya walianzisha vita? Ulaya hawakuwepo kwenye hii vita. Ni sehemu pia waathirika kwa kiasi fulani kupitia dunia nzima imeathirika. Aliyelianzisha akalimalize. Unajua, yeye ndio aliyeanzisha Marekani aende akamalize huu mgogoro, kwa sababu wakati anaingia ile February 28 Hormuz ilikuwa wazi bwana. Nani kafunga Hormuz? Kwa sababu gani? Mimi nikushukuru sana Rahbi. Asante sana. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa.